Sawa, asanteni sana wanabunge na nimeshukuru sana kwa nafasi hii ambayo nimepewa ili wasalimia. Mimi ni mgeni hapa, sijawahi kuwa hapa, lakini nimewahi kuwa kwa ile bunge nyingine huko Jivanji. Na kwa majina nimesema naitwa Douglas Karige ama Sisi ni Sisi kwa mitandao. Utanipata huko niko kwa mitandao, najiita Sisi ni Sisi. Ukiniona tu hivi kwa mitandao, mimi mambo yangu ni siasa, lakini jogoo akiwa mgeni mahali hajazoea hawezi wika. Unajua lazima utulie usikie bila wale wengine wanaongea. Wewe wetu wala kijiji. Wewe. Kwa hivyo yangu yatakuwa machache sana. Kwanza ni kuwasalimia na kuwashukuru sana na tena kuwasikiza na kuelewa yale ambayo mnasema. Nimeshukuru sana na nimesikia mnajadiliana majadiliano ambayo ni ya maana sana, na ile kitu ya maana ama ile kitu muhimu sana ni kuhakikisha ya kwamba sisi wote tuko na lengo moja ya kupata ama kuhakikisha ya kwamba Kenya yetu iko na uongozi ambao sisi wote tunasikia tuko sawa, tuko na kama ni mambo ya kuwa na peace kwa Kenya hii yetu. Hiyo ni kitu ya maana sana. Mambo ya viongozi, tuseme tunaongea mambo ya Raila Amolo Odinga akiwa kiongozi wa taifa, William Samoei Ruto akiwa kiongozi wa taifa, ama yule mtu mwingine yote anaweza kuwa kiongozi wa taifa. Isikuwe ati tunaongea ati tukua na huyu hatuna amani, tukua na huyu hatuna amani. Kama tuko na amani, ikuwe ni Raila na anatuongoza na tuko na amani na mambo ya Kenya inaendelea vizuri. Hii ingine siasa nyingine ya kawaida lazima itakuwa kila wakati kama kuna kiongozi wa pande yoyote, lakini isikuwe ati tukua na kiongozi kutoka side fulani kuna Wakenya wengine hawana amani. Lakini kama tuko na amani, hiyo ndio kitu ya maana ama ndio ile kitu ya muhimu sana. Sitakuongea mengi, lakini nataka kuguzia jambo moja tu peke yake ili niondoke kwa uwanja, kwa sababu nataka kuwasikiza pia. Ile kitu nataka kusema ni kuhusiana na president ambaye tuko naye kwa wakati huu ambaye ni William Samoei Ruto. Kama kuna rais ambaye amewekewa majina, ametagiwa majina, ameitwa mwizi, lakini wakati alifocus na kusema yeye anataka kuwa kiongozi wa taifa, hayo yote hayakumfanya asiendelee na kupiga siasa yake na kuongea na watu, na mara ya mwisho na mwisho akakuwa ndio president ndiye amekalia kiti. Kwa hivyo hii maneno yote tunasikia, sijui watu wa bandi wanaitwa ni wakabila, wengine wanakuwa sijui nini, hiyo yote ni kasheshe ya kawaida. Ila tu kiongozi akiwa pale, wewe kubali wakikuita mkabila ama wasikuita mkabila. Wewe kama uko na ile haja ya kuongoza Kenya, wewe ingia kwa watu, ongea na watu na ueleze sera zako, na watu wakikubali watakuchagua. Kwa sababu kama William Samoei Ruto alichaguliwa, bado watu wakijua ni mwizi ama alikuwa anaitwa mwizi na mwisho akachaguliwa. Kwa hivyo hata ukiitwa mkabila utachaguliwa. Kitu ile nyingine nikimalizia niseme, wakati William Samoei Ruto aliingia kwa saidi ya mlima na kaomba kura, alikuwa anasema nataka niingie pale nipeleke yule mzee nyumbani, nipeleke Bondo. Hiyo ndio sera ambayo alikuwa anaingia nayo. Lakini kwa wakati huu tumeona mambo ni kama imegeuka kidogo. Sasa imekuwa ni pande ile tupeleke wale wa kabila nyumbani. Hiyo yote ndio maana nasema hiyo yote ni siasa tu. Ila tu sisi wenyewe kama Wakenya tujue kwamba sisi wote ni wamoja. Hakuna mambo ya kutofautiana. Mimi nimekuja hapa nimealikwa na rafiki yangu, lakini vile nimekuja hapa nimepokelewa na nikaambiwa keti pale, nikaona kuna wanabunge walikuwa pale na labda hata hawezi ongea ile lugha yangu ya mama, lakini wakanipa ile heshima ya kusema ama ya kuwa mgeni, na nikakaa pale na tukiongea hapa sisi tunaelewana sisi wote kama Wakenya. Kwa hivyo maneno yote kuambiwa sijui pande hii pande ile, yote tuchukulie ni siasa ya kawaida. Tupige siasa zetu, tuongee na wananchi, lakini lengo letu ikuwe ni moja tu, amani idumu katika taifa letu. Sisi wote tuendelee na maisha ambayo sisi hatusikii ni kama wengine wametengwa, wengine wanasikia ni kama hawako sawa na wale wengine. Lakini tuseme sasa wakati siasa imeletwa kwa mlima, kuna watu wa Lakeside wanasikia sisi hatufai, na wakati wameenda side ya Lakeside na watu wa mlima wanasikia hapa. Hiyo siasa ndio tunasema hiyo tuichukulie ni siasa tu, lakini sisi wenyewe tukua huku ndani tukue tunaelewana vizuri,
na tukue tunaendelea namna ile, na tuhakikisha kwamba at the end of the day our nation is together, we are together and we will strive when we are together. Thank you very much Speaker. Nimeshukuru. Sawa sawa. Ambayo unasupport serikali? Vile ameongea, kwa nini naambia hivyo? Vile ameongea kunaona kupeleka Kenya wapi? Unity. Ndio maana jibu hiyo vile baba amesema hapo. Lakini vile amesema huwezi jua kwa side gani. Mkenya ni Mkenya. Yeye ni Mkenya. Lakini mimi nataka niambie rafiki yangu zaidi. Mimi natoka Central. Nyanza. Central. Mimi natoka Nyanza, lakini na support William Samoei Ruto. Hiyo ndio slogan yangu. Na kuna wengine. Lakini mimi nataka nakuomba ndugu yangu. Sasa yako iko sawa. Naona uko 50-50. At least jaribu kwa hivi. Usiende hivi. Nimeshukuru sana. Hiyo ilikuwa swali ama ilikuwa ni? But kama kuna mtu asikuje kama unajua siasa, mtu akiongea kwa flow, sikiza statement zake. Na utaelewa mtu ako sahihi gani. Ndugu yangu amesema tu vizuri hapa ya kwamba hata kama kuna mtu alikuwa upande ya alikuwa anaeneza ukabila, but Mungu aseme ya kwamba atakuwa rais wa hii, atakuwa. So kama uko na akili unajua tu jamaa kwa upande gani, unajua tu kwa upande gani. So wewe vizuri. So kuna swali hapa na swali pale, swali tatu inakuwa tu swali tatu. Mtoto wetu kabisa watu wa SDA na sauti nini kuna sauti hata inapiga December. Tunashukuru kwa kuja kutembelewa na bunge la Jakaranda. Sasa mimi nina swali, after hiyo swali niko na ombi moja. Ya kwanza, wewe umekuja kutembelea, si ndio? Lakini hatujajua wewe unataka kusimama. Wewe ni kiongozi, unataka kusimama kiti gani? Ndio swali yangu. Na eneo gani? Sawa. Alafu ombi. Acha ombe. Lakini nimeuliza kuuliza kwa debate. Ombi hapana. Sawa, ombi baadaye. Wewe time speaker. Tengeneza hapo. Nasema sana asante sana kwa mgeni wetu ambaye ametutembelea. Mzee kijana. Na pia nawasalimia wana Jakaranda. Hamjamboni? Sawa mzee kijana. Kwa majina ni Babu Kijana Msae Muhasila. Ati jina ni Babu Kijana Msae Muhasila. Nasikia mgeni wetu ametaja serikali. Kwa hivyo serikali yetu iendelee ama siendelee? Hiyo ndio swali langu. Na hapa usio na wasiwasi hapa. security hapa tight security. Kuna watu wa serikali na kuna watu wa opposition. Na mimi wa serikali. Kuna watu wa Filo kwa nyumbani. na mimi sawa. Kama unapiga mtu piga. Tuko hapa. Tuko hapa na kuanga nayo uko nini? Wacha niseme hivi kwa sababu nimeulizwa maswali. Niseme tu maswali kama matatu. Kwa sababu kuna rafiki yangu hapa kutoka huko Lakeside ameuliza swali nzuri, swali la maana sana na swali nzuri sana. Ya kwamba kana kwamba na support serikali. Kitu cha kwanza kuna serikali, kwa tofauti ya serikali na viongozi. Kwa sababu serikali nile tunasema kutoka wakati wa Kenyatta tumekuwa na serikali, na serikali ni kitu hatuwezi sema hatu support, we are supporting the government not of the day, kwa sababu hapo kutakuwa na confusion, kwa sababu kuna kiongozi. What I'm not supporting and what I was not supporting, I was not even supporting the president. Mimi sikumpigia kura yangu, mimi nilipeleka huko Nyanza huko kwa maji Bondo. Unajua ni vizuri niseme ukweli, nieleze ukweli. Kwa hivyo kama unaongea mambo ya kusupport William Samoei Ruto, I was not supporting him, I'm not supporting him as president of the future, lakini kwa wakati huu ni yako kwa kiti na siwezi taka kutaja mambo mengi ya president amekalia kwa kiti. Tunamheshimu, endelee na kazi.
ila tukuwe na amani. Kuna swali lingine labda hiyo nimejibu. Asante sana kiongozi. Moja tu yenye huyu ameuliza Tunasimama. ni kama nasimama. Kwa wakati huu hakuna ile siasa ya moto moto. Labda tukifika na huko 2020 Tunamheshimu kiongozi. labda tunaangalia maneno, lakini kwa wakati huu mimi sijataja kama kuna kiti nataka, na hata kama nataka kiti labda sio within, najua sisi tunasemanga the mission na mwisho unaanza kwa Governor, senator. Sawa. Asante. Asante sana. Thank you very much. Welcome another day. Kamau